SB Studios tunakuletea safari ya Pastor Moses, mahali ambapo Mungu amemtoa na safari yake ya huduma. Basi Pastor Moses ni nani? Pastor Moses ni msaliwa wa Kitui County, Mwingi Sub County, village ambayo inaitwa Muthunzu. Msaliwa wa pili katika familia ya Simon na Sarah Makau. Pastor Moses alisaliwa mnamo mwaka wa 1994 na alisomea katika shule ya msingi ya Muthunzu Primary School. Na kutoka pale Pastor Moses alijoin shule ya sekondari ama shule ya upili ya Mombuni Secondary School. Pastor Moses baada ya kumaliza shule yake ya upili mnamo mwaka wa 2012 aliingia katika chuo cha mafunzo tuitayo College Nairobi Aviation College. Basi ninayokuletea ni safari ya Pastor Moses ya huduma. Pastor Moses akiwa darasa la 4 katika shule ya Muthunzu Primary alichanguliwa kuwa mwalimu wa Sunday School. Pastor Moses alianza kuimba akiwa mdogo. Angekusanya watoto wale wengine katika familia yao na wanakaa pamoja masaa ya jioni, wanapiga goma na anaongoza kwa pambio, wanamtukuza Mungu. Na kutoka pale Pastor Moses ndoto yake ya uimbaji na kupenda kumtumikia Mungu ikaanza. Pastor Moses baada ya kuchanguliwa kuwa mwalimu wa Sunday School katika kanisa la African Brotherhood Church, aliongoza Sunday School mpaka ile siku alitoka kwenda kujoin shule ya upili. Pastor Moses akiwa katika shule ya upili alichanguliwa kuwa mkuu wa shirika la Wakristo tuitalo CU. Pastor Moses alihudumu katika kumtumikia Mungu katika maisha yake ya shule ya upili, kama vile kuongoza katika Christian Union, kama vile kuongoza nyimbo tofauti wakati wa ngwarinde, kama vile kuongoza uimbaji katika crusades akiwa bado mdogo. Na katika maisha yake Pastor Moses ameishi kumtumikia Mungu katika maisha ya kumtumikia Mungu katika maisha ya uimbaji. Pastor Moses baada ya hayo aliweza kuingia Nairobi mnamo mwaka wa 2013 ambapo nyota yake ya uimbaji iliendelea na kung'aa, na Pastor Moses akaendelea na kumtukuza Mungu katika kanisa la African Brotherhood Church ambapo aliingia alipokuja Nairobi. Amefanya kuongoza katika praise and worship katika kanisa la African Brotherhood Church Mathare, na pale na kuhubiri, na pale ndoto yake ikaendelea na kung'aa. Mnamo mwaka
wa 2015 Mungu alimwongelesha Pastor Moses kwa kumpatia nyimbo, na pale akaingia studioni na akarekodi albamu yake ya kwanza ambayo inaitwa Kukethia Chathi. Pale na zingine tofauti tofauti. Safari hii haikuwa rahisi na iligharimu mkono wa Bwana kwa Pastor Moses kuingia studio na kurekodi zile nyimbo. Na kupitia zile nyimbo marafiki wengi wakamjua. Kupitia zile nyimbo watumishi wa Mungu wengi wakamjua. Kupitia zile nyimbo Pastor Moses akahudumu kwa makanisa tofauti kupitia kwa nyimbo. Akahudumu kwa mikutano ya injili tofauti kupitia zile nyimbo. Kutoka pale Pastor Moses alikutana na mwimbaji mashuhuri ambaye anaitwa Purity Kateiko, ambaye anamwamini kama mama yake ya huduma ama uimbaji. Na pale mnamo mwaka wa 2018 wakarekodi wimbo ambao unaitwa Kuna Mungu, ama kwa Kikamba unaitwa Kwengai. Na Mungu akamwezesha sana Pastor Moses kuingia kwa runinga, kuingia kwa maredio kupitia ule wimbo na kuitwa kwa mikutano mikubwa. Na kutoka pale safari ya Pastor Moses ya huduma ikaendelea. Leo hii tunakuja kusherekea na kumshukuru Mungu ni kwa ajili ya mahali ambapo Mungu amemfikisha Pastor Moses. Baada ya hayo, Pastor Moses alikutana na mpenzi wake ambaye kwa jina anaitwa Karo. Wakapendana na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wakafanya harusi mnamo mwaka wa 2020. Na Mungu akazidi na kuwabariki, akawabariki na mtoto wa kwanza ambaye wanamuita Praise, maana yake kidhaidho. Na wakaendelea, na juzi tu Mungu akawabariki na mtoto mwingine ambaye wanamuita Neema, kwa maana yake Mumo. Na tunamshukuru Mungu ni kwa ajili ya umbali ambao ametoa Pastor Moses na umbali ambao amemfikisha Pastor Moses. Leo hii Pastor Moses alianza akiwa muimbaji, lakini leo hii tunamshukuru Mungu maana Mungu amembariki na amempatia kuwa na huduma, akamwongezea kasi Pastor Moses kwa kumpa kanisa, na leo hii tunamuita Pastor Moses wa kanisa la Shiloh Ministries International Grace of Calvary Fellowship Church, ambalo liko katika mji wa Nairobi, mahali ambapo panaitwa Saika. Tunamshukuru Mungu ni kwa ajili ya umbali ambao amefikisha Pastor Moses, wote ambao wamemshika mkono, wote ambao wamesimama pamoja na yeye, wote ambao wamemwezesha kupitia kwa mkono wa Mungu. Wengine wakatoa fedha zao kuingia studioni, wengine wakasimama naye kwa maombi, wengine wakasimama na yeye kwa moro, wengine wakasimama na yeye hata kwa
kumbariki. Tunamshukuru Mungu ni kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekuwa baraka katika maisha yake ya huduma. Na leo hii tumekuja kusherekea miaka 10 ya huduma ya Pastor Moses, na tuna sababu za kusema kabisa kuna Mungu anakaa mbinguni. Tuna sababu sia kwasya kana kwingai utuwa itune. Mungu akambariki Pastor Moses na neema ya Bwana ikamtoshe. Amen. Barikiweni sana.